Baada ya kampeni ya Chadema ya No Reform No Election iliyopitishwa kwenye vikao mbalimbali, ikiwemo mkutano mkuu uliofanyika Januari 21 mwaka huu kuzunduliwa, mjadala ukaibuka na kuchochewa zaidi na kundi la G55 ambao ni makada wa Chadema walioibuka hadharani na kupinga msimamo wa chama hicho, huku swala hilo pia likipigiliwa msumari wa CCM. Buberwa Kaiza ni mmoja wa wachambuzi waliozungumzia msimamo wa G55. Tunaona vile vile kuna kukwaruzana kidogo, naita kidogo kwa sababu ni kawaida kwa chama cha sasa kuwa na watu wana mawazo yanasigana. Hawa wanasema wanatekeleza mpango wao wa hakuna mabadiliko kwenye sheria na katiba, hakuna uchaguzi 2025. Hao wenzao wachache wanachama ambao waliwahi kugombea ubunge na wengine hata kugombea wanasema wao wanataka waingie vyovyote itakavyokuwa bila kujali kwamba uchaguzi ni huru, ni haki, watapambana huko. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatarajia yaendelee, lakini ninachoweza kusema ni kwamba Tanzania iko kwenye kipindi hicho cha mabadiliko ya uchaguzi, ya kipindi cha kampeni zisizokuwa rasmi. Kuhusu No Reform No Election, kwa maana ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi, Dr. Faraja Christomas akaeleza mtazamo wake. Hapa tunaongelea utashi wa kisiasa, na kama kuna nia njema, kwa sababu kuna utashi wa kisiasa afu kuna nia njema, uwezekano huo ni mkubwa, kwa sababu mara nyingi tumeshuhudia huko nyuma wakati wa Magufuli kulikuwa na sheria nyingi zilizotungwa kwa hati ya dharura, na mabadiliko yakafanyika na sheria zikapitishwa na bunge hili ambalo sasa hivi tunaweza tukasema kwamba muda hautoshi. Si kweli kwamba muda hautoshi. Kama kweli tunalenga kuyaweka haya yakafanyikiwa, si madai ambayo ni mazito sana ya kuhitaji miaka kutekelezwa. Hoja ya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba Chadema wasilazimishwe kushiriki uchaguzi huo nayo ikagusiwa. Chadema ni chama kikuu cha upinzani na ni chama ambacho kina ushawishi mkubwa katika siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endapo kitasusia uchaguzi na hakitashiriki katika uchaguzi, maana yake kuna kundi kubwa la Watanzania ambao wanaamini katika siasa za mageuzi wataikosa fursa ya kushiriki katika uchaguzi na kupata haki ya kuchagua viongozi wanaowahitaji. Sasa athari yake ni kwamba tunaweza tukawa na bunge la 13 mithili ya bunge la 12 linalomaliza muda wake, bunge ambalo pengine litahodhiwa zaidi na Chama cha Mapinduzi, na matokeo yake hata ile kiu ya kutaka kufanya mabadiliko ambayo tunahitaji katika maeneo ya sheria na katiba ikawa tena ni ngumu kufanyika katika miaka mingine 5 ijayo. Baadhi ya wanachama wa Chadema wanaounda kundi la G55 wametakiwa kujieleza kwa nini wasichukuliwe hatua za kinidhamu baada ya kujitokeza hadharani kupinga msimamo wa chama hicho. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.